Tumsifu Yesu Kristo. Mpendwa mtazamaji wa Kanisa TV, ni wakati mwingine tena tumekutanika ili tuendelee na tafakari yetu ya safari ya imani katika kipindi hichi cha Kwaresma. Basi leo tutaangazia kidogo kuhusu msalaba na njia ya msalaba. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Tukuzwe Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, kama mwanzo na sasa na siku zote na milele. Amina. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Basi tutaongea kidogo kuhusu historia ya msalaba. Desturi ya kuheshimu msalaba ulianza huko Yerusalemu, ikaingizwa katika liturujia ya kanisa la Roma. Lakini pia desturi hii kadri ya maandiko matakatifu iko katika kitabu cha Hesabu ile sura ya 21 aya ya 4 mpaka 9 na Injili ya Yohana sura ya 14 na sura ya 15. Asili yake ni kugundulika kwa msalaba mtakatifu baada ya kufukiwa chini ya miamba katika bonde la upande wa mashariki wa mlima Kalvario, na aliyogundua msalaba huu ni Mtakatifu Helena katika mwaka 395 baada ya Kristo. Basi ndugu zangu, kama desturi yetu katika kipindi hichi cha Kwaresma cha majuma 6, tunakuwa na utamaduni wetu wa kufuata au kufanya njia ya msalaba. Msalaba ni chombo cha wokovu. Kwa hiyo kufuata njia ya msalaba ilifuatwa na mkombozi wetu Yesu Kristo ni moja, unajibariki kwa alama ya ukombozi kwa njia ya Yesu Kristo. 2, unajitakatifuza na kujikinga na maovu ya Shetani. 3, unatangaza nia yako na imani yako kwamba uko tayari kufuata Kristo kwa kuchukua aina yoyote msalaba unaopata maishani, ili upate kuingia na Kristo katika utukufu wa ufufuko. Basi ndugu zangu, tunapendelea na kipindi cha Kwaresma pamoja na mafungo, tujitahidi kufuata njia ya msalaba na kufanya ibada ya njia ya msalaba mara nyingi, ili kujikumbusha kuhusu wokovu wetu. Tukianza na kile kituo cha kwanza, tunakuta maneno anasema, anayestahili kuhukumiwa sio yeye Kristo, ni sisi. Kwani Kristo alihukumiwa kwa ajili ya dhambi zetu, kwa ajili ya dhambi zangu mimi na wewe ndugu yangu. Lakini tuangalie Kristo anapohukumiwa bila dhambi, turudi kwenye maisha yetu. Sisi ni mara ngapi tumewatenda watu yale ambayo sio ya kweli? Ni mara ngapi tumeumiza watu katika maisha yao? Mara ngapi tumewazia watu mambo mabaya? Mara ngapi tumetenda kwao matendo ya kuumiza? Na watu walio chini yetu, walio juu yetu, ndio watu tulio nao katika maisha yetu ya kila siku ya maisha yetu. Ni wangapi tumewahukumu bila hatia? Ni wangapi tumesababishia maumivu bila hatia? Basi ndugu zangu, tunapoendelea kutafakari na kuangalia maisha yetu kwa imani, tuangalie kwa kila saa, tuangalie ni namna gani ambavyo tunapaswa sasa kufanya marekebisho. Lakini kituo cha pili watasema, Bwana na mimi nao msalaba wangu. Anazungumza katika maisha ya kawaida, mke, mume, watoto, wazazi, majirani, kazi na maisha mengine ya kila siku. Hayo yote ni msalaba. Kumbe ndugu zangu, tunapozungumza msalaba kwa sasa, sio mbao wala vipande vya miti vilivyounganishwa, ni maisha halisi tulionayo. Kupita sisi kila mmoja na msalaba wake, tunapaswa kubeba msalaba wako mpaka mwisho wa maisha. Tusikate tamaa kwa sababu ya changamoto za maisha, kwa sababu ya kuonewa, kwa sababu ya kudharauliwa, kudhihakiwa, kuondolewa katika majukumu ama katika kazi, na yale yote tunayotendewa. Tumuombe Mungu atusaidie kwa kipindi hichi cha Kwaresma. Basi kila mmoja aweze kubeba msalaba wake, na ubebe bila mashaka, na ubebe bila wasiwasi, kwani ni maisha ya kiimani ambayo faida yake inakuja baadaye tutakapoingia na Kristo katika utukufu wa ufufuko. Nikutakie tafakari njema.